Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Injili tunaipata kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 10 aya ya 34 hadi sura ya 11 aya ya kwanza. Nitaisoma Injili. Yesu aliwafundisha mitume wake, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakaye mnywesha mmojawapo ya wadogo hawa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, hataipotea kamwe thawabu yake. Ikawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunaliona taifa la Israeli wakiwa Misri. Yusufu aliyewaleta kule Misri amekufa, na wao wakaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu kwa taratibu za wana wa Israeli, hasa Wayahudi, hapaswi mwanamke yoyote yule kutumia vitu ambavyo vinampelekea kuharibu mimba au kutokuzaa. Fahari yao ni kuzaa, hawana uzazi wa mpango. Walizaa wakaongezeka. Ndipo akaibuka mfalme mpya kutawala Misri. Yeye alikuwa hamjui Yusufu, hakujua makuu aliyokuwa ameyafanya Yusufu, alivyoweza kuwaokoa wale wa Misri na dunia nzima kwa uongozi wake thabiti, mpaka nchi ikapona, dunia nzima ikapona katika janga la njaa, na makuu aliyokuwa ameyafanya. Huyu mfalme mpya wa Misri akaanza kupanga mipango. Akasema, angalieni, watu hawa wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Tukitokea vita, wao na sisi wasije wakashikamana na adui zetu tukapigana nasi, kwa sababu ni wachache katika nchi hii, tutashindwa. Basi katika mipango hiyo ya kuanza kupunguza idadi ya Waisraeli kwa sababu ya hofu ya maisha ya baadaye, inatufundisha hadi katika nyakati hizi kwamba katika uongozi wa nchi, na ndivyo mifumo duniani kote ilivyo, anaweza akaibuka mtawala mmoja ambaye ndani mwake hana hofu ya Mwenyezi Mungu, akasahau historia ya viongozi wakubwa wote wa nchi waliokuwa wamepita, makubwa waliokuwa wameyafanya, akasahau, akaanza kutengeneza hofu. Na mkimpata kiongozi ambaye ni mwoga, ataanza kuona kwamba kundi fulani wanaongezeka, hao wana nguvu zaidi kuliko sisi. Kumbe ni mitazamo tu, hawakuweza kujiamini, kwa sababu nchi ilikuwa ni ya kwao, wana kila kitu. Kwa nini kuanza kuwa na hofu kwa ajili ya Waisraeli? Na kuanzia hapo Wamisri walipoanza kuwaogopa hawa Waisraeli, hofu hiyo imedumu mpaka leo.
Na ndio maana popote pale walipo Waisraeli wanaogopwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo aliyefanya maagano na hawa watu wakubwa watatu analilinda hili taifa. Huyu kiongozi anapanga mipango ya kuweza kuangamiza. Mpango wa kwanza ulikuwa ni huu: kuwawekea mizigo mikubwa, na katika mizigo hii mikubwa wafanye kazi nyingi, ili wakirudi jioni hawa wanaume wakose nafasi za kuweza kuzaa, ya kuweza kulala na wake zao, baadaye waweze kupata watoto. Lakini neno la Mungu linasema kadiri walivyozidi kuwatesa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Fundisho: usije ukapanga mipango mibaya kwa taifa ambalo Bwana ni Mungu wao. Usije ukapanga mipango mibaya kwa taasisi ambayo Bwana ni Mungu wao. Kwa kiongozi wote usije ukapanga mipango mibaya kwa mtu ambaye Bwana ni Mungu wake. Kadiri utakavyozidi kupanga mipango ya kuweza kumtesa ndivyo utakavyozidi kuongezeka. Na fundisho la pili: ukiwa unapita katika mateso, katika mifumo ambayo watu wanaogopa kwamba wewe unaongezeka zaidi yao, mtegemee Bwana. Hata kama utapita katika mateso makubwa mazito na namna gani, kadiri mateso yako yatakavyokuwa yanazidi kuongezeka, Bwana atazidi kukuinua, utazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Ndivyo walivyowafanyia Waisraeli, walivyoteseka walizidi kuongezeka, na vivile pia ndivyo walivyomtesa Bwana wetu Yesu Kristo. Kadiri mateso yake yalivyokuwa yamekuwa ni mengi, ndipo jina lake likawa ni kubwa. Ndipo walivyolifanyia kanisa la mwanzo, walivyokuwa wanazidi kulitesa ndivyo lilivyokuwa linazidi kuongezeka. Na hadi leo watakaobakia kuwa waaminifu kwa Bwana, kama Yesu Kristo mwenyewe alivyosema, sijaja hapa duniani kuja kuleta amani, nimekuja kuleta vita. Yaani katika familia nimeleta upanga, kwamba mama na baba wataibuka katika swala zima la kufanya fitina kwa watoto, na binti na mama yake, na mkwe na mku, na mkwe mtu na mtu, na hao pia watafitinika. Na anasema kama adui za mtu atakuwa ni kutoka katika nyumba yake. Yaani hata kama watakufanyia uadui mbaya namna gani kutoka nyumbani kwako, kwa ndugu zako, ukimtegemea Bwana utazidi kuongezeka na kuongezeka. Akaibuka huyu tena mfalme akafanya mambo mabaya kwa taifa la Israeli. Akasema hivi: akizaliwa mtoto wa kiume, huyu mtoto wa kiume akamatwe na atupwe kwenye maji. Na akitupwa kwenye maji ili watoto wa kiume waangamizwe, na baadaye watoto wa kike waweze kuhifadhiwa. Ilikuja kutokea pia katika nyakati ambazo Yesu Kristo alikuwa amezaliwa, Herode aliibuka kuweza kuangamiza watoto wa kiume wote waliokuwa pale Bethlehemu na viunga vyake. Kwa nini? Alikuwa ni mfalme mwenye hofu. Alikuwa anaogopa kwamba amezaliwa mfalme ambaye atakuja kutawala ile dunia. Na yeye alivyokuwa na hofu kwamba ataondolewa katika kile kiti, akaanza kuwaua watoto wa kiume. Lakini katikati ya hofu hizo ambazo Herode alikuwa nazo kwa ajili ya ufalme wake, Yesu Kristo aliokolewa akapelekwa Misri. Na vivile pia katikati ya hofu ambayo Farao alikuwa nayo kwa ajili ya taifa la wana wa Israeli kwamba watoto wa kiume wakizaliwa, ndipo baadaye anakuja kuzaliwa Musa, na yeye mwenyewe hapo hapo analindwa na Mwenyezi Mungu, anamwepusha na mabaya. Baadaye atakuja kufanya mpango mkubwa kuja kuikomboa taifa la Israeli. Tupo katika nyakati ngumu ambazo mipango mbalimbali ya kidunia inapanga kuweza kumwangamiza mtoto wa kiume. Na hata ukiangalia sheria nyingi za kidunia ambazo zinawekwa zile sheria kwa ajili ya kumlinda na kumhifadhi mtoto wa kike, lakini mtoto wa kiume ameachwa. Kwamba mtoto wa kiume ndio kichwa cha familia. Yeye asipoongozwa vizuri, asipolindwa, asipotetewa, tutakuwa katika kile kizazi ambacho Farao alikuwa anaangamiza taifa la Israeli. Tutakuwa kama kile kizazi ambacho Herode alikuwa anaangamiza watoto wa kiume. Shime ambayo tunapewa katika nyakati hizi, tuwalinde watoto wa kiume, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana mpango na watoto wa kiume. Hata kama tunapanga mipango mingi ya kuweza kuwalinda watoto wa kike, vile vile mipango pia hiyo iendane sambamba na kuweza kuhakikisha kwamba shule za watoto wa kiume zinakuwa katika mazingira mazuri zaidi kwa ajili ya kuja kupata viongozi wakubwa baadaye. Na katika hiyo, huyu ambaye aliyekuwa kiongozi Farao akawaagiza watu wake akisema,
kila mtoto mwanaume anayezaliwa atupe katika maji, Musa anakuja kuzaliwa katika mazingira hayo. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana. Hatujui kusudi la Mwenyezi Mungu aliloweka kwa watoto wetu wa kiume. Tuwaombee, tuwabariki, tuwalinde dhidi ya matendo mabaya yanayowafuata watoto wa kiume, ili taifa liweze kuwa kubwa. Tusipoweka mikakati mikubwa kwa ajili ya watoto wa kiume, tunaliangamiza taifa. Na Mwenyezi Mungu aiepushe dunia, aiepushe taifa letu na kila aina ya maangamizi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.